maisha yangu. Wale waliyapitia hayo, wengine walichinjwa hata shingo zao, wengine wakamiminwa kwa mafuta, wengine pia wakatundikwa vile Masiya aliyotundikwa, wengine wakafukuzwa kwa vijiji vyao, na wengine wakafukuzwa katika maisha yao. Hivyo katika hao wote, kwa sababu ya Kristo, ni kwa sababu ya mwana wa Mungu, waliomkomboa, waliokombolewa, waliofufuliwa katika maisha yao ya shida na katika dhiki zao na katika makini yao ambayo wameishi kuwa nayo. Kwa sababu hiyo, wewe hakuna sababu ya kusema mimi siwezi kuabudu Mungu, mimi siwezi kumwishia Mungu, siwezi kuomba, sababu katika nyumba niliyopangisha hao watu wote ni watu ambao hawamjui Mungu. Watu hawa wanakashifu habari za Yesu Kristo, lakini kuna wale ambao walimwabudu Mungu hata kwa kujificha, lakini mwisho akasema ya kwamba tutajificha mpaka lini? Sababu hiyo inakupasa uwe na moyo wa ushujaa, uwe na moyo wa uhodari, uwe na moyo mkubwa, ukijua ya kwamba yule uliyempokea ndani yako, yule ana nguvu, yule ana uwezo, yule ana mamlaka. Huyo ni Mungu, yani Immanueli, Mungu pamoja na watu wake. Na sababu Mungu ni pamoja na watu wake, basi wewe mwanadamu, kwa nini mwogope mwanadamu mwenzako? Na kwa nini mwogope huyo mwingine? Na kwa nini mwogope huyo mwingine ambaye ameumbwa na Mungu na ameumbwa kama wewe? Yule aliyeumbwa na Mungu ndiye ambaye pia anayekukashifu wewe. Hivyo kwa sababu hiyo, kwa sababu gani mwogope yule ambaye atakufa kama wewe, yule ambaye ataisha kama majani kama wewe vile vile, yule ambaye ataanguka kama vile wengineo waangukao? Yapaswa mwogope Mungu ambaye ana uwezo wa kuua roho yako na kukumaliza kupeleka jehanamu. Huyo ndiye wa kuogopa, wala si mwanadamu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wala si mwanadamu weze kujiletea visababu, useme ya kwamba mimi siwezi kutenda hili, siwezi kufanikisha jambo hili, siwezi kuwa katika mpango huu. Sababu hiyo, mimi mwenyewe ni mdhaifu, mimi ninaogopa. Haleluya. Jua wito wako ulioitwa na Mungu. Ni Mungu aliyekuita, hukujiita wewe, ni Mungu aliyekuita, ni Bwana aliyekuchagua, ni Mungu aliyekuteua. Hivyo kwa sababu alikuteua, jua wito wako ni muhimu, pia ni una dhamana mbele za uso wa Mungu. Yafaa unyenyekee, yafaa uchuchumie, muombe Bwana Mungu wako akusaidie, na uombe Mungu wako akutetee, uombe Mungu wako akushindanie, na uombe Mungu wako akusaidie, sababu katika hilo jambo ndiye anaweza kukusaidia, ndiye anaweza kukuokoa, pia ndiye anaweza kukukomboa katika shida ulio nayo, katika mambo unayoyapitia, katika dhiki inayokufinyilia, na katika maisha ulio nayo, maisha ya uchungu, maisha ya magonjwa, maisha ya kuonewa, maisha ya kufinyiliwa, maisha ya kuachwa, maisha ya kutengwa. Jua na kuelewa ya kwamba yule aliyekuita akakuchagua ndiye ana uwezo wa kukukomboa, ndiye ana uwezo wa kukufungua, ndiye ana uwezo wa kukuponya, ndiye ana uwezo wa kukutakasa. Basi ni heri kumwishia huyo ambaye maisha yako ameyashikilia katika mikononi mwako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio wa kumwogopa na huyo ndio wa kumwishia, sababu maisha yako ameyachora katika viganja vyake. Hivyo akisema leo hautapumua, basi hakika hautapumua. Akisema ya kwamba utaisha, jua ya kwamba lazima utaisha. Huyo ndio wa kumwamini, huyo ndio wa kumwishia, huyo ndio wa kumwabudu. Basi katika Yesu Kristo, baada ya kujua ya kwamba ametumwa katika dunia na yanayompasa akayatende, ni sababu ya kuhubiri, ni sababu ya kutumiliza ahadi ya Bwana ya kuletwa duniani, sababu ya mwokoe mwanadamu, yule ambaye aliyepotoka, yule ambaye aliishiwa, yule ambaye amefarakana na Mungu, yule ambaye amejaa hila,
yule ambaye amejaa dhambi, yule ameishiwa na utukufu, sababu ametumwa na yule mpotevu, yule aliyeshambuliwa akapewa urithi kwa baba yake, lakini kwa sababu hiyo amepotoka kwa mawazo, amepotoka kwa akili, amepotoka kwa maisha yake, amemwasi Mungu, ameondokea Mungu, dhambi zimemchanganya, basi akawa katika mtu wa kuabudu sanamu, wa kuabudu maashera, wa kuabudu mambo ambayo si muhimu. Haleluya! Na sababu mambo hayo ndiyo yamemfarakanisha na Mungu, lakini Bwana Yesu Kristo amekuja katika dunia ahubiri ule mpotevu, amwambia kwamba shida hiyo unayoipitia, dhiki hiyo unayoipitia, mambo haya unayoyapitia, hii shida sababu umemwondokea Mungu, sababu umemwacha Bwana wako, sababu umetoka kwa njia, sababu mwachia Mungu, huku mkaa katika Mungu, huku kaa katika makutano, umeacha kuomba, umeacha kazi yake, umeacha kusimama vile umeishi kusimama, umeacha kukaa vile umeishi kukaa, umeacha kuwa yale mambo ambayo umeishi kutenda, sasa umeyaondokea. Vile umeishi kunyenyekea umeondokea. Vile umeishi kuchuchumia umeondokea. Fuatilizia umeacha, zingatia umeacha yale mambo ambayo yaliyomfanya Mungu wako aweze kuleta ushindi, aweze kuleta nguvu, aweze kuleta neema, aweze kukuokoa, aweze kukukomboa, aweze kukufungua, akuwekea ulinzi ili akuepushe na huyo adui ambaye ni mwanadamu aliyepotea, ambaye anatafuta nayo sehemu mwingine. Basi Mungu alikokoa katika hayo mambo yote, lakini mwanadamu mpotevu ilipokuwa ametoka kwa njia, hayo mambo yakamkwaza, mambo yakamfinyilia, mambo yakawa miba juu yake. Mambo yalipokuwa miba juu yake, ndipo Yesu anatumwa, nenda kwa mwanangu, sababu anapitia shida, sababu anapitia dhiki, sababu ameangamia, sababu amepotoka, sababu amefinyiliwa, amerogwa, amerogeka, tekeshwa mitego imemfinyilia, wachawi wamekuwa miba, mambo yake anayoyafanya, mambo yake hayafanikiwi, mambo yake yamepotoka. Sasa nenda umwambie yapasa arudi katika njia na makutano, ili Bwana Mungu wake aweze kumwokoa, aweze kumfungua, aweze kumtetea, aweze kumshindania, aweze kumponya shida aliyo nayo, mambo yanayomkumba. Bwana Mungu amuondolee. Basi kwa sababu hiyo Yesu yupo na alikuwepo na tena anakuja, ili kwa sababu hiyo ujue na uelewe ya kwamba yuaja kwa nani? Yule ambaye aliyesikia neno la Mungu, anayesikia neno la Mungu na kukaa kwa njia hiyo, na katika neno hilo ambalo alilosikia basi analifanyia kazi. Si yule wa kusikiliza na kuacha hilo neno, ama kama yule mtu wa kujiangalia kwa kioo, baada ya kutoka hapo basi usahau vile alivyo, bali mtu ambaye anayenena maneno haya ni yule ambaye anayesikiliza, haleluya, na kuyatumikia, haleluya, na kuyatimiliza, haleluya, na kuyatendea kazi, haleluya. Ndiye Mungu anamtafuta siku ya leo katika nyumba yake, ili aweze kumtoa katika dhiki aliyo nayo, katika shida aliyo nayo, katika mapito anayopitia, na katika makinio ambayo Mungu aliyomwondokea aweze kurudishwa. Sababu hiyo Yesu akakuja akateua mitume 12 kawa na wafundisho. Wapendwa, wapenzi wa Bwana, nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana, chuchumeni chini ya mkono wa Bwana. Tazameni mambo mliokuwa nayo hayafai mbele za uso wa Mungu. Dunia hii itakunjwa na dunia hii itaisha. Dunia hii itaisha, sababu itaisha. Njooni mjue ya kwamba kuna ahadi Bwana Mungu aliyetuahidia kwamba baada ya dunia kukunjwa, sisi kuna mahali tutaenda,
lakini ni nani ambaye atakayeenda katika nyumba hiyo? Ni nani ambaye atakayeingia katika ufalme huo? Ni yule ambaye amekubali kusikiliza hilo neno na kukaa katika neno hilo. Ni yule ambaye amekubali kunyenyekezwa na akakubali kunyenyekea. Ni yule ambaye ameonywa akakubali kuonywa. Ni yule ambaye ameambiwa akakubali kusikia. Ndiyo huyo ambaye Yesu anamwambia, basi katika haya yote, dunia itakapokuwa imeharibiwa, kunao ufalme mwingine utakao ingia. Haleluya! Tuishi pamoja na Mungu katika paradiso hiyo ya milele na milele. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hivyo akafundisha mitume, na katika wale mitume si kwamba alienda kijiji kimoja, alienda vijiji na vitongoji na taifa na mataifa ya mbali, akiwaambia, wapendwa wapenzi, njooni kwa Bwana, mrudieni Bwana, maana dhambi zenu japokuwa ni nyekundu, lakini Bwana ananenaje? Njooni tusemezane, ili dhambi zenu ziondolewe, ili uovu wenu uweze kufutwa, ili mburudishwe katika Bwana, ili muwekwe katika makinia ambaye Bwana Mungu wenu aliyewachagulia, ambaye Bwana Mungu wenu aliyewahidia. Hivyo inakupasa usikilize neno la Mungu. Baada ya kulisikiliza, tenda kama neno linanenavyo. Haleluya! Tenda kama vile neno lilokufundisha. Kaa katika hayo mafundisho. Haleluya! Kaa katika hayo mafundisho, chuchumia katika hayo mafundisho, nyenyekea katika hayo mafundisho, chuchumia katika hayo mafundisho. Kaa katika huo mpango, uone kama huyo Mungu ambaye anaishi katika rehema na kiti chake cha rehema, kama hata kuokoa, kama hata kukomboa, hata kutoa katika ile shimo la mateso ulio nayo, hata kufungua katika hicho kifungo kinachokufijiria, hata kuokoa katika hilo jaribu ulilo nalo kwa maisha yako, hata badilisha nyumba yako, aweze kuitakabali, aweze kuiongoza, aweze kuibariki, aweze kuitetea. Basi ni yule ambaye anayekubali ya kwamba yanipasa mimi ninyenyekee, yanipasa nichuchumie, yanipasa nimrudie Bwana, maana Bwana ananena ya kwamba anatafuta moyo ambao ni unyenyekevu, moyo ulio tayari, moyo wa kukubali, moyo ambao ni moyo wa kuchuchumia, unaokubali kurudiwa nao unajirudi, ni moyo ambao unakubali kunenewa nao huo moyo wakubali kuchuchumia. Huo moyo ndiye Mungu anautafuta afanye makao ndani yake, na baada ya kufanya makao ndani yake, basi auridhishe katika huo ufalme wa Bwana Yesu Kristo ambaye ameenda kutuandalia. Na huo ufalme ambao ameenda kutuandalia ni yule ambaye Kristo amempokea, na hiyo Kristo ndani yake, na hiyo Kristo anamuongoza, na hiyo Kristo anafanya vile huyo anayemsaidia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Akapata mitume 12, japokuwa alilisha watu mamilioni, alisha watu maelfu, lakini akapata watu ambao ni watu 12 ambao wamekubali kusikiliza na wakakubali kumfuata, ambao wamekubali kunyenyekea na akakubali kujiweka utayari. Yesu Kristo ijapokuwa alihubiri na akawahubiria, lakini watu waliopatikana ni watu 12. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia, wapendwa wapenzi wa Bwana, katika hii dunia nimeitwa, nami nimechaguliwa niwaambie, tena niwahimize, tena niwafundishe, maana hii dunia bado kitambo kidogo mimi nitatoweka niende kwa Baba yangu, ambaye yule aliyenileta hapa duniani, aliyenipeleka. Baada ya kutoka katika dunia, mimi nitamrudia Baba yangu. Hivyo lazima niwaambie kwamba mimi ninaenda, lakini kabla ya kuenda kuna mambo yafaa muweze kuyatimiliza, na kuna mambo yafaa muweze kuwa nayo, maana lazima
Hii kazi nimeishi kuifundisha, hii kazi nimeishi kuieneza, nimeishi kuihubiri katika vitongoji na vitongoji, nikisema ya kwamba tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia, mrudieni Bwana naye Bwana atawarudia. Hivyo ni lazima nanyi mpokee chema cha Mungu. Baada ya kupokea chema cha Mungu, nanyi mfanye hiyo kazi bali nimeishi kuitimiliza, nimeishi kuifanya. Hivyo nyenyekeeni ili mpokee kilicho cha mpango na mapenzi ya Bwana, maana mimi ninaenda kitambo, tena nitawarudia. Siwezi kuacha kama yatima, bali nikienda nitawajia Roho msaidizi. Huyo Roho msaidizi ndiye atakayewafunulia habari zangu na za manabii ambao waliokuwa hapo awali, nao atawafundisha yale inayopasa mfundishe. Haleluya! Naye atawafunulieni mambo ya siri za Mungu, vile inafaa muweze kutimiliza. Katika huyo Roho atawafunulieni habari za Mungu, habari za mapenzi ya Mungu, habari za kunyenyekea, habari za kuchuchumia, jinsi mtakavyohubiri katika ushujaa na uhodari pasipo kuogopa. Huyo Roho ndiye msaidizi wenu, lakini kabla sijamleta lazima mkubali, haleluya, kurudia Bwana, kukaa katika Bwana, ili huyo Roho atakaokuja aweze kuwatia nguvu. Maana kabla ya kuenda lazima niweze kuwafundisha, na sababu hiyo nimewafundisha. Mmepokea mafundisho yangu, mmepokea habari zangu, mmepokea habari zangu, mmepokea unabii wangu. Hivyo kwa sababu ya dhambi ziliwafanya kuwa watumwa, sasa kwa sababu ya neno langu mmekuwa rafiki zangu, sababu mmelipokea neno, na hilo neno mnalitimiliza, na hilo neno mmelipokea. Hivyo kaeni katika hilo neno ili mtimilize neno langu, vile neno linalonena na vile neno linavyowafundisha. Hivyo siwaiti tena watu watumwa, ama watu ambao ni wanafiki, watu ambao ni wanafiki, ama watu ambao ni wa duniani na asili ya duniani. Ninawaita watu wa Mungu, wana wa Mungu, marafiki wa Mungu. Siwaiti tena watumwa wa dunia, bali watumishi wa Mungu, maana Mungu mshampokea ndani yenu, ndiye huyo Mungu anaoongoza. Basi kwa sababu hiyo, kaeni katika hilo pendo, kaeni katika huo mpango na katika hayo mafundisho. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na kabla ya kunena mambo hayo yote, akamwambia Petro, Petro, wewe ndio nimekuacha, fanye kazi yako katika hawa uweze kuwaongoza. Haleluya! Yesu akatoweka, akapaa vile maandiko yalivyonena ya kwamba naye akapitia mambo yote, shida na dhihaka na mateso. Katika siku ya tatu huyu mtu akakufa, akafufuka, naye akapaa. Baada ya kupaa akawaambia mitume, nendeni Yerusalemu, maana huko ndipo kujazwa, huko ndipo kupokea nguvu, huko ndipo kupokea uwezo, huko ndipo kuinuliwa, huko ndipo kushindaniwa, huko ndipo mtapokea nguvu ndani ya vilindi vya moyo yenu. Na mtakapokuwa mmepokea nguvu, mtakuwa ushujaa na uhodari katika Bwana. Hivyo hamtamwogopa mchawi, aina yote ya mganga, pepo na majini, maana hizo nguvu zote zitakuwa chini ya miguu yenu. Maana katika huyo Roho atawapeni nguvu za kutiisha na kuamrisha na kung'oa na kumaliza kazi zote za Shetani. Hivyo mtapokea nguvu na mtakuwa kama mwana, maana Bwana anainuliwa naye Bwana anatukuzwa katika ulimwengu mwingine ambao nyinyi baadaye mtaingia. Lakini kabla nyinyi kuingia, lazima mumtumikie Bwana, lazima mumuishie Bwana, lazima mumtumikie, lazima mhubiri, lazima mfundishe, lazima mnene habari za Mungu. Takaponena habari za Mungu, basi katika hizo habari ndizo zitakazowafanya muingie katika huo ufalme, mketi karibu na Mungu, muishi karibu na Mungu, mahali karibu na Mungu. Ndiyo habari hizo ya kwamba lazima mumfanyie kazi, muwe watumwa wake. Baada ya kuwa watumwa wake, sasa muwe mitume wake, ili muingie katika huo urithi ambaye Baba yangu aliyo pamoja na mimi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Hivyo baada ya kuingia katika urithi wa ufalme huu wa milele na milele, ni baada ya mtu kumtumikia Mungu, ni baada ya mtu kumishia Mungu na kumtumikia na kumhubiri na kumtumikia na kupaza sauti katika kijiji na vijiji, akiwaambia njooni mtubu, mrudieni Bwana, hizi njia hazifai, matendo haya hayafai, mrudieni Bwana, naye Bwana atawarudia. Tubuni katika dhambi hii, ondokeni dhambi hii, tokeni katika makutano haya, ondokeni njiani hizi hazimpendezi Mungu. Vile unavyonena, vile unavyowaza, huu mwenendo wako, huku kaa kwako, huku kutembea kwako, hizi nguo zako hazifai kwa Bwana. Mrudie Bwana, tubu katika Bwana ili naye akurudie. Hivyo ni watu wapaze sauti wakinena habari za Mungu. Tubuni, tubuni, mrudie Mungu, ondokea hii jambo hili halifai, mambo haya hayafai. Mambo yanayofaa ni upendo wa Bwana, ni kuwa na uvumilivu, ni kuwa na saburi, ni kuwa na imani, ni kuwa na katika makinia, ni kuhubiri na kufundisha, ni kutenda wema wote ambao Bwana aliohudumiana tuutimilize chini ya jua. Haleluya. Hiyo ndiyo njia itakao kupeleka uingie katika ule ufalme wa Mungu. Haleluya. Pasipo hayo huwezi kuona huo ufalme ambao Bwana ameahidiana, nanyi mtaurithi huo ufalme, ufalme wa milele na milele. Ni yule anayemcha Bwana na anayefanya mapenzi ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mitume kufundishwa vile ulivyofundishwa, haleluya, baada ya mitume kufundishwa na vile wewe uliofundishwa, ukahubiriwa, ukanenewa, hata ukabahatika, ukahudumiwa, ukafunuliwa, basi huo wito ulioitwa ndio Mungu anautafuta. Je, unaufanyia kazi? Je, uko katika huo wito? Wito wako ni upi? Na huo wito ulioitwa, je, unautimiliza? Je, unautendea kazi? Maana hiyo wito wako ndio utakao kupa kuurithi huo ufalme wa Mungu. Maana kuna kuulizwa baada ya kuishi duniani, kuna kuulizwa huko ambapo tunakwenda. Haleluya. Je, nilikupa hii karama? Je, nilikupa hichi kipawa? Nilikupa hii kazi yangu? Nilikupa kwa sababu ya watu wengine? Nilikuinua kwa sababu ya watu wengine? Je, katika huu wito uliufanyia kazi? Haleluya. Uliutimiliza ama haukuutimiliza? Maana hiyo ndiyo tikiti ambao utakao kufanya. Haleluya. Urithi ufalme wa Mungu. Haleluya. Akachagua mitume 12 na akawateua, akawatuma. Baada ya kuwatuma akawaambia, nendeni mhubiri mkinena ya kwamba tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Ponyeni wagonjwa, hata wafu mwafufue. Pozeni watu waliofinyiliwa na watu walio na maradhi mbalimbali, mweze kuwaponya. Mapepo na majini muyatiishe kwa jina la Yesu, na watu wapombolewe, wafunguliwe. Basi wakatumwa wakaenda. Baada ya kwenda wakafanya kazi ya Mungu tena kubwa kweli kweli. Baada ya kurudi wakaulizwa, je, nilipokuwa nimewatuma, je, mlipungukiwa na chochote? Je, nilipokuwa nimewatuma, je, mlifanya kazi yangu? Je, mliitimiliza? Je, mliitenda? Wakasema, Bwana, tumeona pepo wakitii katika jina lako. Tena Bwana wetu, tumeona magonjwa yakiponywa kwa jina lako. Tena Bwana wetu, tumeona ya kwamba tulipokuwa tumeenda kule tulitoka hatuna chochote, lakini tumerudi tumejaa. Tena tumekula tumeshiba, tena tumebeba vingine. Bwana, katika jina lako tumeona ishara na miujiza na matendo makubwa ikiwa juu yetu. Hivyo Bwana uhimidiwe, Bwana utukuzwe, Bwana upewe sifa. Maana katika wewe tumejifunza mambo mengi, katika wewe tumeona mambo makubwa, katika wewe tumejua siri zilizo sirini. Maana hakuna jambo linaloingia kabla ya wewe kutufunulia katika huyo Mungu wako ambaye umetuambia hakika ya kwamba waenda kitambo kidogo
tena utaturudia. Basi tumeamini hakika, si tu kwa kukuona, bali katika neno lako ambalo ulilotufundisha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, sema amen. Haleluya. Baada ya kuwanenea mambo yale, basi akawaambia kwamba msifurahie kwa sababu ya watu wanaponywa, watu wanafunguliwa, watu wanatakaswa, watu wanainuliwa, watu wanabarikiwa kupitia jina langu. Furahini kwa sababu majina yenu katika huo urithi ambao niliowafunulia ya kwamba mtaishi milele. Majina yenu furahini sababu yameshaandikwa. Haleluya, yameandikwa katika ufalme wa Mungu. Na katika hayo yote jueni na kuelewa ya kwamba basi mema yote ya nchi mara 100 mmepokea, na mara 100 pia mara 100 mbinguni mtapewa. Mfurahieni Bwana, mtukuzeni Bwana, maana kuna kubarikiwa, kuna kuinuliwa, kuna kuchungwa, kuna kutetewa, kuna kupiganiwa, kuna kushindaniwa, kuna kubadilishiwa maisha ya mtu, nyumba ya mtu, nyumba ya mtu, au watoto wa mtu katika yeye Mwenyezi Mungu. Kuna ahadi ameahidiana kwa sababu ya mtu mwenyewe amekubali kunyenyekea, amekubali kuitika katika wito alioteuliwa, na akakubali kusimama katika zamu ya maisha yake ambao Bwana alimuita akamwambia, mwanangu, katika uzao wako, katika kijiji cha kwenu, katika familia na ukoo, nimekuchagua, nimekuteua. Simama kwa kazi yangu, simama kwa pengo langu, simama kwa niaba yangu, maana mimi nimeenda, lakini kwa sababu ya kazi yangu simama unitumikie. Nilikuwa niitende, lakini itende wewe kwa niaba yangu. Nitakulipa na baadaye nikuridhishe katika ufalme wangu ambaye niko na Baba yangu. Mimi nimekaa katika huo ufalme, mkono wa kuume wa Baba yangu. Hivyo jua na kuelewa ya kwamba huyo Mungu ambaye ni Yesu Kristo Bwana wetu tuliyemkiri na kumwamini ndiye Mungu atakayechukua huo ufalme ambao ametuambia, nendeni huo ufalme wa duniani, mhubiri, munene, mufundishe na munikiri, munishuhudie mbele yao, muwe maushuhuda katikati ya watu, katikati ya manyumba, ili kwa sababu hiyo ya ushuhuda wangu mtakaofundisha katika vijiji na vijiji, taifa na mataifa na dunia. Baada ya kunikiri na katika kunikiri, katika kunikiri, katika kunikiri, katika kunikiri, katika vinywa vyenu na katika mioyo yenu, katika kuniamini bila shaka, bila uoga, katika kuniamini bila shaka, bila uoga mbele za watu, muniabudu, tena muniabudu katika mioyo yenu mbele za watu. Basi jueni na kuwa na kuelewa katika kunikiri kwenu mbele za watu. Haleluya. Basi kwa sababu hiyo, nai mimi mbele ya Baba yangu nitakiri majina yenu, nikisema ya kwamba mkumbuke dada huyu, mkumbuke ndugu huyu, alinikiri mbele za watu bila kuoga, bila kufinyilika, bila uoga, bila tashwishi, bila kuoga, bila kufinyilika. Sikuogopa, hakuogopa mbele za watu, ijapokuwepo alifinyiliwa, alikandamizwa, alionewa, alionekana aibu, alidharauliwa, alionekana hafai kwa watu, lakini hakuogopa kujikiri mbele za watu. Nami Mwenyezi Mungu ninakukiri ndugu huyu, dada huyu, sababu nimemuona akiwa mjasiri huko nilikomtuma, duniani kwa ndugu zao, duniani kwa ukoo wao, kwa familia yao, kwa watu wa kwao. Hakusema ya kwamba mimi nimeokoka sasa nitajificha
maisha amekuwa akipaza sauti akisema kwamba Yesu Kristo ni Bwana wetu ambaye aliyekufa akafufuka. Katika yeye ndiye atakayetupeleka uzima wa milele. Basi asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Aliyemwamini Yesu ya kwamba ni Bwana na Mwokozi, basi huyo hatahukumiwa, bali asiyemkiri na kumwamini amekwisha kuhukumiwa. Shangilie Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Haleluya. Baada ya mitume kuletewa habari hizo, basi wakajirudi. Baada ya kujirudi wakaambiwa, sasa nendeni mpokee Roho huyo msaidizi, ili baada ya kumpokea mwende kufundisha. Baada ya kwenda Kristo ama baada ya Kristo kupaa, wakaenda katika Yerusalemu, naye ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Basi Roho Mtakatifu akawashukia katikati yao. Basi wakasikika wakinena lugha tofauti, wakihubiri katika habari ya ushujaa na katika habari yenye nguvu, wakizungumza habari za Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni Immanueli, Mungu pamoja na watu. Hivyo Petro akatoka akawaambia kwamba, kwa nini mnazubaa? Kwa nini mnatushangaa? Kwa nini mnatuona kana kwamba sisi si wale watu ambao tumeishi pamoja nanyi? Twende ya kwamba na kuelewa huyo mliyemsulubisha ndiye amefufuka, maana alituahidia baada ya kuenda ataturudia na Roho wake. Basi huyo mliyemsulubisha ndiye ambaye ameturudia, naye ametujaza katika Roho wake. Sasa tunamwamini, hakika ndiye Mwokozi. Katika yeye tumepokea karama, tumepokea vipawa, tumebadilishwa maisha, tumeinuliwa, tumebarikiwa. Tunawahubiria kwa nguvu, tunawahubiria kwa ushujaa, bila uoga, bila tashwishi, bila kufinyirika, sababu yuko ndani yetu na sababu tuko ndani yake. Sasa kazi kubwa tunaitimiliza. Ile aliyoitenda nasi tunaitenda, ile aliishi kuifanya nasi tunaifanya, ile aliishi kuhubiri tunahubiri kama yeye, tunafundisha kama yeye, tunasadiki kama yeye, tunapaza sauti kama vile aliishi kupaza sauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hapa tunaye mtu mmoja ambaye anaitwa Simeoni Petro. Haleluya. Baada ya mtu huyu kuona matendo makuu na kuona miujiza na kuona uweza mkubwa na kuona ushindi mkubwa, maana aliambiwa, Petero mtumishi wangu, utaanguka kwa muda mchache, lakini baada ya kurudi nyuma utakapokuwa umenirudia, sasa simama imara, kuwa dhabiti, kuwa na imani, simama imara katika kazi yangu, maana wewe ndio nimekuchagua, nimeweka ufunuo ndani yako, nimeweka kanisa, nimekupa uongozi wa kuongoza watu wako, wa kuongoza hawa watu niliyopeana mikononi mwako. Hivyo uwe na imani utakaponirudia, hicho kipindi baada ya wewe kunirudia nyuma, ya wewe kupotoka, ya wewe kuondoka, ya wewe kuniacha, lakini ninajua unanipenda, utanirudia Petero. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi waliopokea, ni wengi walioinuliwa, ni wengi waliobarikiwa, kama vile Petero aliyokuwa ameinuliwa akapokea, aliyokuwa ametukuzwa akapokea, akawa na vipawa na karama, nyumba nzuri akaijenga, biashara nzuri akawa nayo, maisha mazuri akawa juu yake, akawa msaada kwa wengi. Lakini majaribu, lakini mapito, lakini dhiki, lakini shida, yani shida ilimfanya Petro kurudi nyuma kiimani, kurudi nyuma katika kumcha Mungu, katika kumwabudu Mungu. Japokuwa alipokea, japokuwa aliinuliwa, japokuwa alitukuzwa, japokuwa alisimama imara, lakini mapito, shida, magonjwa
dhiki, kuonewa, dharau, aibu, alipungukiwa na imani, akajikuta amerudi nyuma katika imani. Haleluya! Na sababu hiyo akaambiwa utapotoka, lakini utakapokuwa umepotoka kiimani, siku utakaponirudia, simama imara. Haleluya! Petro akapotoka na akarudia akavua samaki zake, kazi aliyoifanya awali. Baadhi yenu vile mmerudi katika mambo yenu ya asili ya duniani, ya mambo ya duniani, ya maisha ya duniani. Vile ulivyopokea si vile ulivyo, vile ulivyoinuliwa si vile ulivyo, vile uliishi kuomba si vile unavyoomba, vile uliishi kufuatilizia si vile unavyofuatilizia, vile uliishi kunyenyekea si vile unanyenyekea, vile uliishi kukaa si vile unavyokaa. Sababu ya shida, sababu ya dhiki, sababu ya makinia ya kurudia mambo ya awali, sababu ya wengine kuwa jeuri, sababu kwa wengine kuwa kana kwamba ni mazoea, ni mazoea. Sasa wamerudi katika asili ya awali, wamerudia mambo yao ya mambo ya awali. Lakini Bwana anasemaje? Utakapomrudia Bwana, simama imara, kaa kwa Bwana, nyenyekea, mrudie, chuchumia. Mungu naye akurudie, akusaidie, akuokoe, akukomboe. Yamkini mambo unayoyapitia, shida unayopitia, dhiki unayopitia, yamkini kwa sababu umerudi nyuma, umerudia asili yako, umerudia asili yako ya duniani, yale mambo ambayo uliishi kufundishwa. Ondokea dada, ondokea huyo ambaye niishi kukufunga. Ondokea yale mambo ambaye yameishi kukufunga, yaondokee yale mambo ambayo yameishi kuwa asili ya duniani, uyaondokee hayo mambo ambayo Yesu alikufundisha, akatumana mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu, mchungaji wa Mungu akuambie, dada ondokea, ndugu ondokea, kijana ondokea, mtoto ondokea. Hili jambo halimpendezi Mungu. Jambo hili halifai kwa Mungu. Jambo hili halimshi Mungu. Mrudie Bwana, kaa kwa Bwana, nyenyekea kwa Bwana, jiashirie kwa Bwana jinsi ulivyopokea. Sasa hii asili ya rohoni, kaa katika hii asili ya rohoni. Omba, nyenyekea, chuchumia, tubia, jitakase. Katika hili kuna kuinuliwa, kuna kutukuzwa, kuna kubarikiwa, kuna kufarijiwa, kuna kulindwa, kuna kuchungwa, kuna kuinuliwa, kuna kutukuzwa, alama za rohoni, kuna kupokea hatua za mwilini na rohoni, kuna kutukuzwa maisha yako, kuna kuinuliwa maishani mwako, katika nyumba yako. Hayo magonjwa yataondolewa, shida uliyo nayo itafutwa, laana zote Mungu wa mbinguni atakuondolea, vifungo vitaisha, magonjwa yataondolewa. Katika hili kaa dumu, katika hili dumu, nyenyekea, chuchumia, muombe Mungu, kaa kwa Mungu. Usirudi katika hali, usirudie mambo ya kale, usirudie mambo ya kale uliokuwa nayo, vile uliishi kuvaa, uliishi kunena, uliishi kuvaa, kunena, kuwaza, kusikia. Hiyo ni asili ya watu wa mataifa, hiyo ni mambo ya watu wa mataifa. Katika hayo yaondokee, yaache, umrudie Bwana, kaa kwa Bwana, tulia kwa Bwana, uone matunda ya Bwana Yesu Kristo ambaye aliyotuandalia ili tuishi katika hayo, na katika hayo tuurithi ufalme wa Mungu. Yeye katika hayo ndio aliyofundisha, maana ulihudumiwa, ukaambiwa. Dada, katika
hili, dumu hili litakusaidia. Ndugu, katika hili, kaa katika hili, utamwona Mungu. Lakini mwanadamu amepotoka, amerudia hali yake awali, maisha yake awali, asili yake awali, mawazo ya kitambo. Sasa ndiyo yanayoyarudia, yanayomrudia ndani ya moyo na katika mawazo. Hata akikaa na ufunuo yale awali yaliishi kumfunga na kumfinyilia. Ni kwa sababu mtu mwenyewe ameshindwa kukesha katika Injili, katika Roho, ameshindwa kukesha katika mafundisho, katika mahubiri. Hayo mahubiri uliambiwa, ukafundishwa, kaa katika hili, ili katika hili utainuliwa, utatukuzwa. Lakini katika hayo mtu mwenyewe ameshindwa kuyakeshea, na kwa sababu hiyo yakachotwa na mambo ya dunia, mambo ya asili, tabia za duniani, mawazo ya duniani, maisha ya duniani, mambo ya duniani, asili ya duniani, akili za duniani. Hizo zilizochota watu, baadhi ya watu walio mahali hapa. Sababu hiyo yalimtokea Petro alipoambiwa ya kwamba mtumishi, utakapomrudia simama imara, kaa kwa Mungu, nyenyekea, nitumikie, ninenee habari zangu kwa watu, wajue ya kwamba, watambue mimi ndiye Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wafundishe mimi ndiye Kristo, mwanzo tena mwisho, Immanueli, ambaye niliokuja nikakaa pamoja nanyi, nikakula, nikakunywa, nikatembea, nikalala pamoja nanyi. Kwa sababu hiyo umekuwa mshuhuda wa kwanza kunifuata. Basi wewe wafundishe, wanenee, wahubirie, wafundishe habari zangu, maana wewe watakukumbuka, maana wewe watakuamini, maana wewe watajua kweli katika hakika kwa huyu ndiye ambaye aliyekuwa karibu naye. Haleluya! Ndiye huyu aliyekuwa karibu naye, hivyo ataamini, na katika kuamini watamjua Mungu, watamrudi Mungu, wataokoka, watabadilika. Na watakapobadilika, hakika ya kwamba jua na kuelewa Petro, katika huko tutakapoingia, hautakaa mbali katika ufalme wa Mungu, maana katika hilo utakaa karibu nami, maana jina lako limeandikwa mbele ya kiti cha rehema Mwenyezi Mungu. Ufalme wa Mungu umo ndani yako, ndani yako wewe unayesikilia, unazonisikiliza. Ufalme wa Mungu umo ndani yako, na ufalme wa Mungu ukishaingia ndani ya moyo wako, hayo mambo ya kale, mambo ya asili, tabia za asili, za mambo ya kweli, mambo ya ukoo, maagano ya kweli, laana za kweli, maisha ya kweli, ufalme wa Mungu, yani Kristo akishaingia ndani yako, mambo hayo yote huwa anaondoa, huwa anafuta, huwa anasabatisha, anamaliza, anateketeza, anaangamiza. Viapo vyote, madhabahu yote huwa anabomosha, huwa anaangamiza. Majini yote huwa anatiisha, asili zote za uchawi na uganga. Mungu mwenyewe akishafanya makao ndani ya kilindi cha moyo wa mtu, mijengo mipya ya Mwenyezi Mungu